Mnamo mwezi Aprili mwaka 2018, wanawake 7 kutoka visiwa 10 vya Lamu walipata fursa ya kupokea mafunzo nchini Madagascar kuhusu ufugaji wa pweza, mafunzo ambayo yalikuwa mwamko mpya kwa kundi hilo ambalo sasa linavuna pakubwa kutokana na uvuvi huo. Amina Ahmed kutoka Lamu, maarufu kama Mama Pweza, anasema uvuvi wa pweza una umuhimu mkubwa hasa katika maeneo ambayo watu wanategemea pakubwa swala la uchumi samawati. Kwa majina Amina Ahmed Mohamed, ni chairleader wa Shanghai Shakani Fishermen Group, pia vile ni board member of MCC Pate Marine Committee Conservancy. Tukafanya hiyo shamba la pweza. Kwa nini tufanye hiyo shamba la pweza? Kwa sababu hiyo nafasi wazee walisema imevuliwa sana na uvuvi haramu. Tukaanzisha hiyo shamba la pweza, tukafunga miezi 4. Wakati tulipofunga miezi 4, tukifungua tulipata pweza kilo 168. Tukasema hii ni shamba, ni mwanzo kuanza, ni lazima kuteleza sio kuanguka. Lakini baadaye tukafunga tena, baada ya miezi 4 au 3 tukafungua, tukapata kilo 886. Tukasema shamba letu sahihi limenawiri vizuri na wanawake wanapata faida, kuhusu hasa jinsia ya wanawake imejulikana vizuri. Ufugaji wa pweza ni aina ya usimamizi wa uvuvi ambapo uvuvi wa pweza katika eneo fulani la bahari husitishwa kwa miezi 3 hadi 4 ili iruhusu pweza kuzaana na kukua. Hali hiyo hupelekea mavuno mengi sana wakati uvuvi unapofunguliwa tena eneo hilo. Amina aidha anashikilia kwa mitandao isiyo rasmi sasa inawekwa kuwa rasmi ili kupata faida zaidi kwa kuzileta pamoja jamii za wavuvi kutoka angalau mataifa 6 zilizoko kwenye ukanda wa pwani. Tulianza kwa kilo shilingi 100, lakini sasa hii tunauza kwa shilingi 430. 30 tunapeleka kwa chama, 400 tunapeleka kwa mvuvi baada ya mvuvi. Wavuvi wanapata pweza wengi, wanapata pweza wakubwa, na kina mama wamejumudu, na kina mama wamekuwa viongozi bora, na kina mama wamekuwa wenye biashara, na kina mama wamejua kujulikana vizuri sana. Washiriki 30 kutoka mataifa za Afrika Mashariki na Kusini Magharibi mwa Bahari Hindi walikutana mjini Mombasa kutathmini mbinu zilizopo na kupendekeza njia za kuboresha uchumi wa baharini. Katika mkutano huo, walioshiriki wanatarajiwa kudhibitisha matokeo ya utafiti wa kikanda uliofanywa na Profesa Bernard Fulanda wa Chuo Kikuu cha Pwani ambao ulitathmini thamani ya pweza na kupendekeza mbinu za kuongeza ushirikishaji wa kijinsia, ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na uendelevu katika sekta hiyo. Have been doing on the octopus within the Eastern African region and the Southwest Indian Ocean, the SWIO. Was majorly on all the countries, but we sampled 4 of these countries, and these were Kenya, Tanzania, and then also Zanzibar, that is the United Republic of Tanzania, and then Comoros and Madagascar. Octopus fisheries is a very new but very important concept within the fisheries landscape, and so when we consider the management of fisheries resources, we are looking at different approaches that are employed by different countries. One of them being we have, approaches that are wholly owned by the government, and some by the community, and some by both of them. So octopus fisheries provides that kind of initiative whereby communities and governments can come together to manage that particular fisheries resources. Weekly Kipkemoi, Undugu TV.